ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika huu mwezi wa Ramadhan, shahrul mubarak, ambao kwamba ndani yake tunakithirisha kufanya kila mifano za khairat tofauti tofauti, kama kusoma Qur'an, tumefunga kuleta adhkar, silatu rahim, kuunganisha ukoo, kufanyia ziara wale ambao kwamba ni wagonjwa, na mambo mengi katika khairi tunafanya katika mwezi mtukufu Ramadhan. Na tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila la khairi ambao kwamba tumeyafanya katika mwezi mtukufu Ramadhan azitakabal na atujalie khairi ndani yake. Idhan inna min a'zami al-a'mal allati taqarrabu ila Allah wa turfa'u ad-darajat, miongoni mwa amali ambayo kwamba vile vile inamkurubisha mja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama vile katika mwezi mtukufu Ramadhan tunafanya amali salih kwa ajili ya at-taqarrub ila Allah, kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndani yake vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kutunyanyua daraja katika daraja ya kutoka katika wenye kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu, kwa daraja wenye iman, kutoka iman wenye takwa, kwa sababu ndo lengo hasa ya saum. Akisema Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kisha katika daraja ya uchaji Mungu ya takwa tuingie katika daraja ya ihsan. Kwa hivyo ndani yake katika hii amali ambayo kwamba tunafanya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile hujalia ndani yake kutia furaha, nyuso ya bashasha, furaha katika nyoyo za hawaja. Na hii amal khasatan katika hii mwezi mtukufu Ramadhan si nyingine bali hubbul masakin, kuwapenda, kuwaheshimu, kuwasaidia, kuwatembelea masakini. Abu Dharr al-Ghafari, mmoja katika masahaba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anieleza miongoni mwa mawasia, anasema awsani khalili, amenihusia mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Mtume alinihusia kufanya mambo saba, kuwajibika kutekeleza mambo saba. Ndani yake anasema amarani, Mtume sallallahu alaihi wasallam alinihusia mimi bihubbil masakin, kuwapenda maskini, na vile vile kuwatembelea, kuwafanyia ziara. Umaskini na ufukara ndani yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka neema, na ndiposa tukija tukiangalia neema ambayo kwamba inapatikaniwa katika kuwapenda wale fukara na masakini, na hakuna dini ambayo kwamba inalingania na kuashiria wafuasi wake kuwapenda maskini na mafukara kama Uislamu. Ibn Rajab rahimahullah anasema inna hubbal masakin, kule kuwapenda maskini, aslu hubbullah, ni moja katika misingi ya kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
hubbul masakin, kuwapenda wale maskini dhuafa, na si kuwapenda kwa sababu ya kuwapelekea chakula, kwa sababu kuna watu wana fikra ya kuwa mapenzi ya mtu juu ya maskini ni kumpa chakula. Basi ukimwona maskini anakuja kwako, anakuja kuomba. Ukimwona mtu fulani ashakunja uso, kwa nini? Anatarajia, akili yake inamwambia huyu anakuja kuomba. Kwa sababu gani? Ni maskini. Lakini sio kila maskini ni mwenye kuomba. Pengine ni maskini wa fikra, ni mtu anahitaji maarifa, ni mtu anahitaji. Ndio wale masahaba Makureishi walipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiangalia wale waliokaa wamemzunguka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mafukara na maskini, unaambia ya Rasul, ya Muhammad, Muhammad, ikiwa sisi wataka tukufate tuwe na kikao na wewe, waondoshe hawa maskini, tutaweza kukaa. Kwa sababu walijiona pengine ufahari na utajiri ni wa mali, lakini ukiangalia imani ambayo kwamba maskini wale waliokuwa kando ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam walimzunguka Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa na imani thabit kuliko hata matajiri. Anasema Usama ibn Zaid katika safari ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Isra al-Mi'raj, anasema qumtu ala babil janna, katika kusimama katika mlango wa pepo, fa idha akthar man dakhalaha almasakin, wale walionekana wengi wanaingia katika janna ni maskini. Kwa hivyo kuwapenda maskini, kuwasaidia, kuwatembelea ni ibada ambayo kwamba Muislamu vile vile afaa kuifanya vile vile katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuwatembelee, sio lazima tu tuwaulize chakula, lakini tuangalie nani ambao kwamba ni mgonjwa, tuwafanyie dua, tuwapatie moyo, tuwapatie nasaha, kwa sababu umaskini ni moja katika sifa vile vile yaweza ikamtoa mtu haya. Umaskini vile vile ni moja katika vitu ambavyo kwamba vimetoa watu wengine katika sifa ya imani wakaingia katika sifa ya kufru. Allah subhanahu wa ta'ala akisema na Qur'an, fa amma al-insan idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram, wa amma idha mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kwa hivyo ikiwa sisi jamii ya Uislamu kuweza kukaa bega kwa bega na wale fukara na maskini, tusiwaonyeshe sifa kuwa wao ni muhtajina, ni kwa wanahitaji chakula peke yake, hawana nafasi katika dini, hawana nafasi katika community, katika mujtama. La, tuonyeshe vile vile na wao vile vile wana daur, wana jukumu kubwa, wamecheza role kubwa katika mujtama. Imam Sufyan ath-Thawri yusi ikhwanahu qailan, Imam Sufyan ath-Thawri alikuwa anahusia ndugu zake kwambia, alayka bil fuqara, na usieni kuweni karibu na hawa maskini na muwatembelee. Fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yas'al rabbahu hubbul masakin, miongoni mwa dua ambayo kwamba anaomba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kumpatia sifa ya kuwapenda maskini. Katika hadithi akhrajahu Imam Tirmidhi, anasema kana nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaomba dua akiwa Mwenyezi Mungu, Allahumma inni as'aluka fi'lul khairat, Allahumma inni as'aluka fi'lul khairat wa tarkil munkarat wa hubbil masakin. Anaambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, e Mola wangu, inni as'aluka, na kuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, fi'lul khairat, nijalie ni mtu ambaye kwamba nafanya mambo ya khairi ya siri
ya ibada qaulia fi'liya, ya kutamka na ya kutenda, na kuomba Allah subhanahu wa ta'ala nijalie nitekeleze mambo ya khair, wa tarki almunkarat, na kuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala unijalie niwache sifa niwache maovu munkar, na vile vile ya Rabbi na kuomba nijalie kuwapenda maskini. Maskini, fukara, kuwapenda ni ibada, kuwapenda ina ujra, kuwatembelea ina fadhila. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anaomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amjalie awe ni mwenye kuwapenda maskini. Abu Darda radhiallahu anhu anasema alimsikia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaambia masahaba, tafuteni vitu viwili kwa hao mafukara na maskini. Kuna neema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameweka kwa hao mafukara na maskini. Kitu ya kwanza, nusra. Tafuteni nusra toka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kupitia hao maskini. Vile vile mnaruzukiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya hao maskini. Kwa hivyo ukimwona mtu mmoja katika salaf salih anasema, ukitaka kujua vile vile mizani ya imani yako, hebu pima vile unavyompenda maskini ama fukara. Kuna wengine wakiwaona tu, kwanza katika ulimwengu hivi sasa watu wameweka vifaa tofauti. Kuna mtu ameweka CCTV kwenye mlango wake, akija fulani ule anakuja kuniomba, labda pengine anakuja nasaha maneno tu, pengine wewe kukuona wewe na kusema naye inamzidishia imani na mpa moyo katika maisha, lakini umemonyesha sura ya dharau fulani, unakumwambia mwambie siku. Hata wengine ndani ya majumba yao anaambia fanya kazi mtu fulani, akija hapa mwambie siku. Kinyume na hubbul masakin, tumewachukia wale maskini, lakini ni kinyume, kwa sababu na hao masakini Allah subhanahu wa ta'ala kesho akitupatia fursa inshallah tutazungumzia huququl masakin, haki ya maskini, na maskini vile vile pia wajue huququl aghniya, haki ya matajiri. Ule tajiri pia anataka privacy, sio kuwa kwa sababu wewe ni fukara ni maskini. Nikimalizia kisa kimoja, wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka, na huyu ni Rasulullah, njaa inemtoa mwanamme mwanamme nyumbani kwake, akafunga mawe. Mimi na wewe hatujawahi katika maisha yetu, katika umri Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametupatia, hakuna siku umewahi funga mawe kwenye tumbo kwa sababu ya njaa. Iko? Hakuna. Lakini angalia, huu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, njaa mpaka inafika anafunga mawe kwenye tumbo. Anatoka, masahaba anauliza masahaba, nyinyi mko nje mbona? Ya Rasulullah, na wewe mbona uko nje? Anawaambia njaa inamtoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe leo hujawahi lala njaa siku 2 siku 3. Angalia nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa na survive na vitu gani? Al-aswadan, alma wa tamr, maji na tende. Wewe leo Ramadhani imeisha siku 10, lini wewe umefuturu na maji na tende peke yake? Kwa huna riziki kabisa, maji na tende. Ikawa unajidhalilisha, tuna watu wanajitembeza duka hadi duka, nyumba hadi nyumba, watu mpaka wanaleta adawa, chuki kwa sababu ya unga na sukari na mafuta. Masahaba wale wakaalikwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmoja katika masahaba akawaalika, akawapa angalau chakula kidogo ya kula. Katika ile hali ya kula, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaeleza na kuwakumbusha wale masahaba pale jambo ambalo kwamba ni nzito, ambalo kwamba kila fukara, kila maskini, kila anayesaidiwa akikumbuka jambo kama hii anajua pa kuelekea. Mtume anawaambia wale masahaba, hii chakula mmekula neema, lakini la tusalunna yawma idhin anin na'im. La tusalunna,
Wewe leo unatembea huku, unaenda huku, unachukua kwa huyu, unampigia huyu simu, anakutumia huyu, unafanya hivi, unasahau. Mtume anawakumbusha, njaa mlikuwa naye lakini mmepata neema, haitoenda hivi hivi adatha hivi hivi. La tusaluna, kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah atakwenda kuwauliza, hii chakula leo mmepewa, leo wewe umekwenda kuchukua unga, umechukua pesa, umechukua kitu fulani, na hiyo pengine ilikuwa ni haki ya fukara fulani au maskini fulani. La tusaluna yawma idhin anin na'im. Fikiri muda umepita. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.